أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tumo katika darsa 36 katika darsa zetu kuhusu sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'ani, na darsa hii ni darsa ya 8 kuhusu athari za media au vyombo vya habari na mawasiliano katika malezi. Aya ya Qur'ani tuliyoisoma ni aya katika suratu Tahrim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anawahutubia waumini, anawaambia qu anfusakum, zilindeni nafsi zenu. Lakini haitoshi kwamba mwanadamu atajilinda yeye mwenyewe tu akabeba maadili akawa na mafunzo yale ya Qur'ani, haitoshi. Mungu anasema qu anfusakum, zilindeni nafsi zenu, wa ahlikum, na familia zenu na watu wenu. Na hii ni moja katika maana ya arrijalu qawamuna ala nisai, kwamba wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Miongoni mwa kazi za kusimamia wanawake wake na familia zetu ni kuwalinda na moto. Na kuwalinda na moto maana yake ni kuhakikisha yale malezi na mafunzo ya dini yanatawala katika familia. Kwa hivyo ni wajibu kwa kiongozi wa familia kuhakikisha kwamba anailinda familia. Ataulizwa namna ya kuilinda, kuhakikisha wote wanakuwa katika mstari wa Mwenyezi Mungu, mstari wa maadili. Tunazungumza kuhusu malezi. Kwa hivyo kuilinda familia maana yake ni kuhakikisha malezi ya Kiislamu ndani ya familia. Kisha Mungu akausifu moto huu kwa kusema waquduha an-nasu wal hijara, ni moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaika, kuna malaika wanaosimamia moto ule. Sifa yao ni ghiladhun shidad ni wakali, hawana chamsalia mtume. La ya'suna Allah ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu katika alowaamrisha. Na miongoni mwa amri ya Mungu kwao ni kuwatia motoni wale wasiokuwa na maadili ya Kiislamu. Aya hii ni mfano wa aya nyingine katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anaposema wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, muamrisha ahli yako kuswali na lisimamie hilo, lifanye liwe ni endelevu. Wewe una majukumu ya kusimamia familia yako kufanya ibada. Katika darsa iliyopita tulifikia hatua ya kufundisha masuluhisho. Sasa katika suala zima la media, tumekubaliana kwamba vyombo vya habari na mawasiliano vinafundisha, vinaelimisha, vina mambo mengi sana ya kujifunza. Na hasa katika ulimwengu tunaoishi
vinaelekea kuwa na nafasi kubwa sana, hatuwezi kuvikataa. Huko tunapokwenda ubao hautotumika, watu hawatofundishwa kupitia ubao. Huko tunapokwenda hivi vyombo ndivyo vitatumika kuelimisha, na ukipewa assignment au homework itakuwa ni kupitia vyombo hivi, kama ambavyo baadhi ya taasisi za elimu tayari zinatumia vyombo hivi kuelimisha. Kwa hivyo ni makosa kuamini kwamba vina mambo mabaya tu, kwa sababu tunapokwenda tutalazimika kuvitumia. Yani ulimwengu unaokuja, hizi kalamu zitakuwa haziuzwi tena, hazina kazi, kwa sababu watu watakuwa wakiandika kupitia vifaa hivi, kusoma itakuwa kupitia vifaa hivi. Na katika kipindi cha COVID-19, ile COVID ya mwaka 2019, watu walianza kusoma kupitia vyombo hivi, hata katika level ya chini ya kielimu. Kwa hivyo tunachozungumzia hapa ni matumizi mazuri ya hivi vifaa, kwa sababu matumizi yake yatakuwa ni lazima katika miaka inayokuja, tena miaka michache sana. Sasa tulisema namba moja, mtoto ambaye analeleka katika mazingira ya zama hizi, kwanza anatakiwa kuepuka au kuepushwa na filamu, tamthilia au katuni zinazoonesha kwanza mabavu, yani matumizi ya mabavu, lakini ukatili kwa maana ya mauaji. Mtoto akazoea kuona mauaji mara kwa mara, mambo ya kupigana, kwamba panatokea jambo, suluhisho mkupigana, na filamu nyingi zina taswira hiyo, kwamba suluhisho la aliyokukorofisha mkupigana naye. Lakini vile vile kulipiza visasi, kama ilivyokuwa baadhi ya katuni kama vile Tom and Jerry. Watoto waepushwe kutizama katika vyombo vya habari vitu sampuli hii. Lakini vile vile mambo yanayohusu unyanyasaji kwa maana zake zote, mtu kumnyanyasa mwenzake, vitu hivi asionyeshwe mtoto kupitia vyombo vya habari. Lakini vile vile michezo ya kuigiza au filamu au picha zozote zile ambazo zinaambatana na matusi na maneno yenye kinyaa, maneno machafu. Mtoto yakifikia mahala anatizama tamthilia moja ina matusi mara 20, maneno machafu, yeye akiudhiwa lile neno linakuja mara moja, atalitumia tu. Kwa hiyo ni vizuri mtoto aepushwe kutizama picha ambazo zinazungumza maneno yenye kinyaa. Lakini uongo na hadaa na hila, na mara nyingi sana tatizo la filamu hizi za kuigiza huku kwetu zinaonesha kwamba yule mwongo, yule mwenye kufanya hadaa amefanikiwa, yani kahadaa watu akaweza kufanikisha jambo lake. Kwa lugha nyingine zinafundisha watu kwamba hadaa ni mbinu nzuri ya mtu kufanikiwa katika jambo lake. Matarajio yetu sisi ni kuona kwamba anaitumia hadaa hatima yake anafeli, hafanikiwi. Lakini kama ile michezo ikionyesha kwamba kwa kutumia kwake hadaa amefanikiwa, utamjenga mtoto kuamini kwamba hadaa ni moja katika mbinu nzuri za kumpelekea mtu kufanikiwa. Kama ambavyo leo hii tunaonyesha kwamba wasanii ni watu waliofaulu na kufanikiwa katika maisha, yaani wale wasanii ambao wamefeli kimaadili, hawana maadili, lakini media imetufundisha nini? Kwamba usanii, vijana wenyewe wanasema ni njia ya kutokea. Nasema jamaa katoka, lakini nini? Msanii. Ukitizama upande wa kimaadili hana maadili, lakini media inatuletea kama mfano wa mtu aliyefanikiwa. Jamaa yule haoi, hana familia, anabadilisha wanawake kila siku, lakini kwa kuwa ni msanii, media imetupa taswira ya mtu aliyefanikiwa. Sasa kwa nini kila mmoja katika sisi asitake kupitia njia hiyo? Kwa hivyo mtu mwenye hadaa, hila na makri na uongo, media inapomuonyesha amefanikiwa, huwa ni taswira mbaya katika malezi.
Lakini vile vile filamu zenye majivuno na kibri, kisha yule mwenye majivuno na kibri anaonyeshwa ni mtu aliyefanikiwa, inamwathiri mtoto lakini hata mtu mzima. Majivuno, kibri, sawa sawa ncha, cheo, mali au nafasi aliyokuwa nayo katika jamii, vyovyote itakavyokuwa, kazi za sanaa zinatakiwa zimuoneshe mwenye kibri amefeli, hajafanikiwa. Lakini zikimuuza kama mtu aliyefanikiwa, huwa zinaleta taswira mbaya ya kimalezi. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, watoto waangalie katuni na michezo yenye mandhari inayowahusu, yani mandhari ya maeneo ambayo wanaishi wao. Mandhari nini? Mandhari ni kile ambacho unakiona eneo ambalo limehusika katika kutengeneza filamu, mathalan kutengeneza katuni, inaitwa mandhari. Yani unachokiona nini wewe, maisha ya mtoto yakoje, na ile filamu inamuonyesha maisha gani. Mandhari huwa ni ya kubuni. Kwa mfano, ukitizama katuni za Bongo Kids na zile katuni za Akili, Akili ni kwa Kiswahili, za Bongo Kids ni kwa Kiingereza, ukizitizama utaona kwamba mandhari iliyorekodiwa, utaona kuna picha za migomba, miti ya kawaida tulioizoea, kuna mito, kuna vijiji vya kwetu tunavyozoea sisi, kuna nyumba za udongo na nyasi, kuna minazi. Lakini vyakula, kuna mihogo, kuna magimbi, kuna bada. Hivi vyakula ambavyo sisi kwetu ni vyakula vya kawaida. Mtoto anayetizama filamu au katuni au mchezo wa kuigiza ambao una mandhari ile aliyoizoea, inamlea mtoto vizuri, inamfanya ayatambue maisha ya kawaida. Kama tuko pamoja. Na jamii yoyote ile inayotaka kulinda maadili yao, ile michezo yao lazima ijali mandhari ya wale wanaotizama. Ndio yale tulosema kwamba mtoto ambaye haoni vyakula vyao katika TV, anaona vyakula vya wengine, atahama kutoka katika vyakula vyao na kutaka vile vyakula anavyoviona kwenye TV. Ndio yale athari tuloziona za kiuchumi, atakuwa akidai vile vitu ambavyo ni vya kizunguzungu. Lakini vile vile atakuwa anatamani yeye naye aende katika mazingira ya swimming pool, ya bembea, ya miji inayopendeza ya kisasa, kwa kuamini kwamba wale anaowaona wanaishi maisha mazuri sana, ila yeye tu ndo haishi maisha mazuri. Kwa hiyo mandhari ni muhimu sana. Mandhari ni mazingira. Watu meelewana? Kwani watu wengi wanapendelea kwenda nchi za wengine kwa kudhani ni nzuri pindi wanapoziona katika ma-TV, sio? Ndio yale tukasema mandhari nyingine zinatengenezwa mandhari ongo, si za kweli. Msanii, ile nyumba ambayo imerekodiwa mchezo na yeye ni mwenye nyumba, hafanani nayo, wala maisha ya msanii wa kawaida hawezi kumiliki nyumba ile. Wewe ukitizama taswira yako ni kwamba haya ndio maisha ya msanii, huoni yale maisha halisi. Matokeo yake utahisi uduni, au kama ni watoto watahisi kwamba wao ni tabaka la chini. Hebu katizameni zile katuni ambazo hazipendwi sana za Akili na Bongo Kids, utaona zile mandhari, hata aina ya wanyama wanaonyeshwa, ile inalea mtoto. Lakini kitaifa na kidola inawalea kizazi kipya kuthamini utamaduni wao, kwa sababu ile michezo ya watoto vile vile ndani yake kuna mandhari zao na tamaduni zao. Kwa hiyo utaona mashamba badala ya miji, lakini utaona aina ya vyakula vile vile. Namba 3, na hii tusikilize vizuri, kudhibiti muda wa kuangalia media. Mtoto adhibitiwe muda wake, asikae muda wote anatizama tu TV. Na hasa siku kama vile Jumamosi, Jumapili hawaendi mashuleni,
Mtoto anaweza kuamka asubuhi mpaka chakula cha mchana yuko kwenye TV. Kitakachomuondosha ni kulala tu au kusinzia. Inamharibu sana mtoto. Kwa hivyo namba 3, mtoto adhibitiwe muda wake wa kutizama, ima ni TV au ni simu au ni tablet au ni kompyuta, inategemea kila nyumba. Na moja katika mbinu za kudhibiti muda wa mtoto ni kutokumwekea televisheni mtoto chumbani. Yaani wewe usijidai una uwezo sana, umeendelea, mkaweka TV sebuleni lakini na watoto chumbani mkawekea. Pengine kwa sababu sebuleni kuna wakati mnataka kutizama mambo yenu nyewe wenyewe, mtoto na yeye awe na faragha yake. Ni moja katika kasoro kubwa sana za kimalezi. Kumkabidhi mwanao simu yako ili atulie, asikukere masaa mawili ni makosa. Unadhani unampenda sana, unamkabidhi simu yako anachezea muda mwingi, masaa mawili matatu, ni makosa. Kwa hivyo kudhibiti muda wa mtoto, ile time management, ni jambo muhimu. Sasa huu muda wa kutizama televisheni au screen yoyote ile, hata kama anachokitizama ni kitu kizuri, wataalamu wanasema asitizame muda wote, adhibitiwe muda wake. Sasa masaa anayotakiwa kutumia screen mtoto, Shirika la Afya Duniani limeandika, kwa sababu inahusu afya yake. Wanasema mtoto mwenye mwaka 1 mpaka 2, ikiwezekana wasiangalie kabisa screen hizi TV, wasitizame tablet, wasitizame simu, wasitizame vile vile kompyuta. Ikibidi mtoto mwenye mwaka 1 mpaka 2 aepushwe kabisa, asiwekewe katuni pale akawa anatizama. Lakini ikibidi kwamba atizame, basi uwe ni muda mfupi sana na mzazi awepo. Ndivyo linavyosema Shirika la Afya Duniani. Na hawa wanaposema hivyo kwa sababu wao wana wataalamu wa afya na wanafanya research kuona kwamba mtoto akishirikishwa katika umri ule anaathirika nini kiafya. Kwa hiyo mwaka 1 mpaka 2 wasiangalie kabisa. Tukisema wasiangalie, ina maana sio kwamba wasikae sebuleni wakati mzazi anatizama taarifa habari. Maana yake wasiekewe programu kwa ajili yao, ukamwekea katuni, ukamwekea sinema, ukamwekea tamthilia. Mtoto mwenye umri huu ikibidi asiekewe kabisa. Sasa watoto wetu miaka 2 hata simu anajua kuperuzi. Yaani ni mtoto mdogo, kumwekea anataka ije picha nyingine na nyingine na nyingine, kwa sababu kishazoea, ima kwa kupewa simu au kwa kumuona mzazi anavyofanya. Na nasema tena kwa kuhimiza, wazazi wengi wa zama hizi hutumia simu zao kuwapa watoto wadogo ili kuwanyamazisha, kumfanya mtoto asimkere, ana jambo lake, lakini mtoto anamkera atazuia mambo yake fulani, kisha atamwekea mtoto. Sasa Shirika la Afya Duniani linasema hivyo. Kisha linasema hivi, mtoto mwenye miaka 2 mpaka 4, vovote itakavyokuwa, asitizame kwa siku zaidi ya lisali moja, zaidi ya saa moja, asikae kwenye screen. Lakini vile vile anapokuwa katika screen kutizama, lazima pawepo na mlezi pembeni. Hili la kuwa lazima awepo pembeni tutaelezea katika nukta zijazo kwa nini awepo. Huyo ni miaka 2 mpaka 4. Lakini vile vile mtoto ashirikishwe michezo, yani asukumwe kwenda kucheza. Sikuna mtoto pia hataki kucheza, amezoea kukaa tu, sio? Yani mzazi awe na tabia ya kumsukuma akacheze, nenda kacheze. Kama kuna eneo la kucheza pale nyumbani, asogezwe kwamba kacheze pale, aekewe vitu vya kucheza. Ile tabia ya kucheza mtoto ihimizwe na mtoto asindikizwe katika tabia hiyo. Kwa sababu hili shirika limetengeneza kamisheni inaitwa
kamisheni ya kuondosha unene wa kupindukia wa watoto. Inaitwa hivi, Commission on Ending Childhood Obesity. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtoto, namna muafaka sana ya kuzuia uzito na unene wa kupindukia, mbali na utaratibu wa chakula, lakini ni kusukumwa acheze, awe na michezo, asiwe anakaa tu. Maana tumeelewana. Kwa hivyo moja katika mbinu ni kuhakikisha zile physical activities, kazi za mwili wake, haraka ya mwili iwepo kwa mtoto. Shirika la Afya Duniani vile vile linasema kwamba mtoto mwenye mwaka 1 mpaka 2 anatakiwa acheze kwa siku takriban kwa uchache dakika 180. Dakika 180 masaa mangapi? Masaa 3 kwa uchache. Yani mtoto mwenye mwaka 1 mpaka 2 anatakiwa kwa uchache acheze masaa 3 kwa siku. Apande, ashuke, aruke, akimbie, harakati zake zile za mwili kwa uchache kwa siku masaa 3. Ni afya ya mwili wake, lakini ni afya vile vile ya akili yake. Sasa kama ukiona mtoto hafanyi hivyo, msukume acheze. Nendeni mkacheze pale, wapeleke na wenzake. Nunua michezo, vitu vya kuchezea unavyoweza, ili aingie katika michezo. Lakini vile vile shirika hili linasema hivi, mtoto anatakiwa alale masaa, wameagawa kutokana na umri, lakini ukiyakusanya yote ni baina ya masaa 10 na 14. Yani mtu mzima akilala masaa 8 kwa siku inatosha. Tabana, na kila umri unapozidi yale masaa ya kulala hata akitaka yanapungua tu. Yani huyu mtoto aliozaliwa kule tumboni kwa mama yake alikuwa akilala tu. Alipotoka alilala masaa mengi sana Mtoto mchanga analala masaa mangapi? Mengi sana. Akimaliza kunyonya analala. Mwingine hata analala huko amenyonya. Ananyonya huko amelala. Lakini kila anapokuwa masaa yanapungua ya kulala, sio mpaka akifikia mtu miaka 60 70, hata akitaka masaa 8 hapati usingizi. Na mara nyingine si mgonjwa. Ndivyo Mungu alivyotumba. Sasa mtoto baina ya masaa 10 mpaka 14 alale. Kwa hivyo kulala mtoto ni sehemu katika afya yake. Awe na muda wa kulala, kupumzika. Lakini vile vile nukta nyingine namba 5. Wanasema hivi, ni vizuri mzazi achunguze kile anachokitizama mtoto, anachotaka kumpa mtoto kabla hajampa. Kama ni mchezo wa nini wale, Superman, Spiderman, sijui Tom and Jerry, au tizame wote. Kama ni katuni za wenzetu za kimagharibi, atizame mzazi katuni yote mpaka mwisho, ili aangalie maeneo ambayo si ya kulea mabaya. Akishaya noti, imma awe na mtoto wakati wa kutizama, na imma asimwekee mtoto, kwa sababu kishaona kuna mambo yatakayomdhuru mtoto. Na hili ni tatizo kwamba sisi tuna muda wa kukaa ukaitizama katuni ile ya Spiderman mpaka mwisho, ukaona hii hata akitizama mtoto haina maana, haidhuru. Kwa sababu kuna wakati watu wanakumbatiana, wanafanya vituko vingine ambavyo mtoto akiona ataona haya, alafu baadaye ile haya itamtoka. Kuna katuni za sampuli hiyo, sio? Kwa hivyo atizame mpaka mwisho, kisha baadaye ampatie mtoto. Lakini sisi wengi tukishaona katuni ya watoto tunawekea. Na tumesema kwamba mara nyingine katuni haina tabu, lakini pale kuna rangi fulani ambazo zinaashiria vitu vibaya. Ni chapa ya ushoga kwa mfano. Wataalamu wanasema ile rangi japo inapita tu, baada ya muda itakuja kuganda kwenye subconscious mind yake. Kwa sababu ikiwa ni nembo ya ushoga, kila inapotokea taswira ya ushoga inakuja. Kwa hiyo filamu inaweza ikawa ni nzuri, lakini kuna viambatanisho ambavyo si vizuri. Kwa hiyo mzazi anayejali atatizama ile kazi yote mpaka mwisho, kisha baadaye ndio amwekee mwanae.
Namba 5 ni kuhakikisha kuna muraqaba na riaya, kufuatilia na kuchunga. Ndio ile kuwa na mtoto. Kama inawezekana mzazi awepo pale wakati mtoto anatizama, kwa sababu nyingi sana. Miongoni mwa sababu hizo wanasema kwamba ni kwa sababu kuna maeneo ya kumwelewesha mtoto. Mtoto hawezi kutofautisha baina ya ukweli na ubunifu. Sasa kama ni Spiderman anaruka katika jengo refu, mzazi anatakiwa mueleweshe mtoto kwamba hii maana yake nini. Yaani yule mtoto aelewe kwamba huku kuruka sio kuruka kwenyewe hasa halisi kwamba na yeye apande aruke siku moja. Hapana, aelewe hilo. Wanasema katika athari za michezo hii ya kuigiza ya Superman, pengine kuna mambo ya kufundisha, lakini katika mambo mabaya yepi ni kumuonyesha mtu mmoja ndio shujaa, anaweza kufanya mambo yote peke yake, wakati si kweli. Ile dhana na hisia za kwamba ushirikiano katika kufanikisha mambo ni jambo la msingi, mtoto anakuwa hana hiyo. Yaani unapomtengeneza shujaa mmoja, anafanya kila kitu mwenyewe, anawashinda watu wengi yeye mwenyewe, anaweza kufanya vitu vikubwa dhidi ya watu wengi akawaweza. Maana yake ni kwamba bila kushirikisha jamii, mtu mmoja anaweza kufanya. Ile dhana ya ushirikishwaji inakuwa haipo. Kwa hivyo mzazi anapokuwa karibu na mtoto wakati anatazama, ni kwamba pakiwa na jambo ambalo linaweza kumharibu mtoto, ana nafasi ya kumfafanulia kwamba uhalisia uko hivi hichi unachokiona ukweli wake uko hivi. Hiyo nayo ni nukta muhimu. Lakini vile vile kuhakikisha, namba 6, mtoto awe na michezo mbadala, sio aina moja tu. Kwa hiyo mtoto atatizama TV, atacheza, lakini pawepo na aina mbalimbali za michezo. Ndio tukasema siku moja kwamba hata ile michezo tuliorithi kwa wazazi na wazee haikuwa michezo tu, ilikuwa ni michezo yenye mafundisho. Kwa mfano michezo ya kuimba, inategemea wanaimba nyimbo gani, lakini jambo lilohimizwa. Ndio tumesema mfano tukiimba si tukiwa wadogo, lakini unagundua kwamba ule wimbo una mafunzo. Ataimba mtoto sadakallahu amina, mwenye kupata apate. Mmesha kusikia mchezo sio wa kuimba, lakini sadakallahu inafundisha nini? Wakati huo pamechukuliwa pengine ni peremende, inarushwa juu, alafu atakayewahi kuipata ni ya kwake. Lakini ile peremende imeitwa ni sadakallahu, ni sadaka ya Mungu. Haya, mwenye kupata apate. Sawa, ni mchezo wa kushindana kupata kile kitu, lakini wakati huo kuna nyimbo ambayo inamfundisha nini? Utamaduni. Michezo mingine ni ile ya kuruka kamba, ndio michezo huku kwetu tuliozoea. Michezo mingine ni ile ya kurushiana mpira, kupigana na mtu kukwepa mpira, ni michezo ambayo ina mafunzo. Msidhani mambo ya michezo haya yameandikiwa mpaka vitabu maana yake. Kwa mfano ukisoma baadhi ya vitabu vya makabila utaona michezo ya Wapare ni michezo gani, Wasambaa walikuwa wakicheza michezo gani, kwa sababu ni sehemu katika utamaduni. Kwa mfano ukienda kwa Wapemba kuna michezo gani walorithi tangu utotoni mpaka watu kuwa watu wazima. Nikisoma moja katika vitabu, Wapare walikuwa na michezo ya mieleka, maana kushindana kuangushana tangu watoto mpaka watu wazima. Hii ni sehemu ya michezo. Wengine wana michezo ya ngoma, wengine wana michezo ya kupigana fimbo, kuchapana kama Wapemba kwa mfano. Haya, kuna michezo ile ya kurusha mawe. Watu wanakaa, kuna mashimo, kila mmoja amechimba shimo, kuna mawe pale au gololi, asili yake mawe, unarusha juu, focusing. Mtu anadaka kisha anaokota jingine anaitoa pembeni
Hivi karibuni tumeona michezo tulioizoea huku kwetu, kumbe hata wa China wanayo, hatujui imetoka kwao kuja kwetu au imetoka kwetu kaenda kwao. Mtu anachora drafti mashimo kadhaa, anarusha jiwe au ni kibao fulani, anaruka na mguu mmoja, anakisukuma kile, anavuka shimo la kwanza, la pili, akimaliza anavuka shimo lingine. Ni michezo tuliocheza, sio? Lakini ukitizama ni mazoezi kwa hakika. Kama wewe utazunguka yale mashimo yote kwa mguu mmoja na unaruka shimo moja, ya mazoezi tosha, sio? Lakini michezo tulikuwa tukicheza sisi. Sasa michezo yote ile ikiwezekana, mzazi mwerevu mara nyingine huingia uwanjani akacheza na mtoto wake. Sikuna wale wanasema wanacheza rede, wanarushiana mpira, hucheza pia, lakini kwa kumchangamsha mtoto na kuonyesha ule ushirikiano. Kwa hivyo jifunze wewe kwamba huyu mtoto hatakiwi aelemee mchezo mmoja tu, na akitoka akashirikiana na wenzake, ndipo anapojifunza michezo mbalimbali. Sasa nyinyi mnakumbuka nyimbo mbalimbali pengine mko mkiziimba. Sisi Waswahili, hata aliyekuwa bara akiimba ukuti wa mnazi, japokuwa kwao hakuna hata mnazi wala haujui hata huo ukuti wenyewe, sio? Kwa sababu ni wimbo wa Kiswahili, sio? Na wewe unazungumza Kiswahili lakini unaishi bara, sio pwani, ulikuwa unalazimika na wewe uimbe ukuti wa mnazi, ukuti wa mnazi. Maana yake ujue ukuti nini na mnazi wenyewe nini, na huo ukuti wa mnazi unatumika kwenye nini. Lakini wewe kwa kuwa ni Mswahili na hauishi katika pwani, utatakiwa ujifunze sasa utamaduni wa kipwani, ujue mambo yote yale, na kuna kujifunza lugha zaidi katika kuimba. Sasa hiyo ni nafasi ya michezo. Nataka tumalizie leo hii, tusibakize kiporo inshallah. Namba 7, katuni za masomo na mafunzo zipo. Kuna za Kiingereza, kuna za Kiarabu, za Kiswahili nchache. Lakini ukiangalia katuni ya Bongo Kids na Akili, kuna kujifunza hesabu, kujifunza jiografia, mazingira yale, majina ya vitu na wanyama, kuna alfabeti na maumbo ya vitu mbalimbali, umbo la duara, la mstatili, maumbo mbalimbali ambayo ni katika mafunzo ya mtoto akiwa mdogo ajifunze. Nimeona katuni nyingine wanafundisha namna ya mtoto kusoma saa, kujifunza kusoma saa. Kwa hiyo uchagua katuni ambazo mtoto akitizama akimaliza atakuwa anajua nchi, majina ya nchi mbalimbali, atakuwa anajua maeneo mbalimbali ya kijiografia, atakuwa anajua bendera za nchi mbalimbali. Na hizi katuni sampuli hiyo zipo. Lakini mwisho, katuni na sinema ambazo zinafundisha ukarimu, upendo, kusaidiana, kushirikiana, kusameheana na kuepuka media zote ambazo zinafundisha matukio ya ukatili, visasi, uonevu na mfano wake. Namalizia darasa leo kwa kusema watoto wadogo wasipewe simu kabisa, na ikibidi kutizama vitu hivi kwa simu, basi wawekewe wakati mzazi yupo. Lakini hata kijana aliyobaleghe kama hajalelewa sawa sawa, simu kwake ni hatari. Na nyie wengi vijana hapa mnajua wangapi katika nyie ambao hawajawahi kutumia simu vibaya. Na mtoto anaweza kuwa kijana kama nyie, ana shida na dhiki ya kiuchumi, lakini vyovyote atakavyokuwa anahakikisha anamiliki simu, kwa sababu hataki kupitwa, na kuhakikishia kwamba kama hujaleleka sawa sawa, hiyo simu lazima itakuharibu na itakufikisha mahala, hata kama vitu unavyovitizama ni TikTok, hakuna picha chafu za pornography, japo kuna picha za watu waliokuwa uchi, unaweza ukapata depression. Na depression maana yake ni kupata sonona na kupata na stress, kwa sababu ya kutumia muda mwingi sana
kuangalia simu. Ikiwa una mtoto, una kijana ambaye ameanza kukulia, ikawa lazima umpe simu kwa sababu yuko chuoni, hebu dhibiti matumizi yake. Ana assignment, mkabidhi. Hana assignment, chukua simu, kaa nayo. Mwanzoni itaonekana ni ukoloni, lakini ukweli baadaye yule mtoto akijitambua ataelewa ulikuwa ukifanya nini. Mwisho kabisa ni kwamba na watu wazima nao wanaharibika kupitia simu. Jifunze namna ya kudhibiti matumizi yako na simu ili uweze kulinda imani yako. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.